Sisi wanadamu tuliumbwa na Mungu, ametupa utashi wa kumtafuta, ametupa utashi wa kumwona kupitia macho ya imani yetu. Na tunatumia mambo, majengo, mahekalu na mambo mengi, tena yanakuwa yawe makubwa zaidi. Lakini ya mambo yote ni ishara ya kuashiria jinsi gani moyo wa mwanadamu unapotambua ukuu wa Mungu. Kwa mambo yote yanaendana na Mungu yanakuwa ni makubwa, lakini pamoja na ukubwa huo haufikii uwezo wa Mungu. Hata katika hekalu alilojenga Sulemani lilikuwa kubwa sana, lakini Sulemani anasema hii ni nini? Ni kubwa sana. Hii haina maana ni kubwa kuliko wewe Mungu, bali ni ishara ya mimi kuonyesha utukufu wa Mungu. Ni njia ya kibinadamu ya kudhihirisha jinsi gani anamtukuza Mungu, na anapomtukuza Mungu kwa ukuu wake ni njia moja ya mwanadamu kujitambua unyenyekevu wake, kujitambua yeye ni kiumbe kilichoumbwa, kiumbe ambacho nguvu alizokuwa nazo zinatokana na Mungu huyo aliyemkuu. Kwa lile hekalu lilikuwa kubwa sana, lakini ni kuashiria au kuonyesha jinsi gani mwanadamu anajishusha yeye ni mdogo, na anachukia vyombo alivyokuwa navyo kujenga nyumba kubwa kudhihirisha utukufu wa Mungu. Na katika wimbo wa katikati ni sifa za kuwa katika uwepo wa Mungu. Anasema ni bora kuwa katika uwepo wa Mungu kwa sababu Mungu ndiye aliyeniumba. Mungu ndiye anayenitegemeza katika maisha yangu. Hakuna kitu chochote ambacho kitachukua nafasi ya Mungu kwa mwanadamu. Hakuna uwepo wowote ambao utachukua nafasi kubwa kabisa kulipo kuwa katika uwepo wa Mungu. Mara zote ndugu zangu, tunapokuja kanisani, lengo kubwa kabisa ni kukutana na Mungu. Lengo kubwa kabisa ni kujikumbusha ukuu wa nguvu za kimungu, lakini vile vile kujikumbusha umuhimu wetu sisi wa kumtegemea yeye katika yote. Tunapopata neema ya kukubali nguvu hizo kubwa za kimungu na kukubali hali yetu tegemezi, inatusaidia sisi kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Tukishajua kwamba tumezungukwa na nguvu za kimungu, Mungu yu pamoja nasi, changamoto za kimaisha haziwezi zikatuvunja moyo, maana tunajua hatuko peke yetu. Mungu anatusindikiza katika safari yetu hii ya hapa duniani. Hata pale ambapo mwisho wa maisha ya hapa yanafika, aidha yetu sisi au ndugu zetu, wapendwa wetu, ni ile nguvu ya Mungu ambayo iko hapa inatupa uhakika kwamba hata kifo cha wapendwa wetu, rafiki zetu, watoto wetu sio mwisho wa maisha, bali ni uendelevu wa maisha ya uzima wa milele. Haya yote yanatokana katika kuwa na imani ya ukuu wa Mungu kati yetu, lakini halikadhalika kujitambua tunaitwa kuwa viumbe tegemezi na wanyenyekevu. Na haya mambo yote ndugu yangu ni mambo yanatoka ndani ya mioyo yetu. Imani chimbuko lake ni ndani ya mioyo yetu na sio mambo ya nje. Ndio maana Yesu, wanafunzi wake wanapokaripiwa na Mafarisayo, walimu wa kidini wakati huo, ambao walishika sheria na maagizo ya sheria bila kuchanganua, bila kutambua umuhimu wa sheria ni nini. Umuhimu wa sheria ni kumfanya mwanadamu aweze kujisafisha ndani ya mioyo yake. Vitendo vya nje vya kuosha mikono havina umaana kama havidhirishi jitihada ya mwanadamu kujisafisha ndani ya mioyo yake. Na ndio maana wanapokaripia hawa wanafunzi wa Yesu anasema akichukua utabiri wa Isaya, watu hawa huniheshimu kwa midomo tu, ila mioyo yako iko mbali nami. Mungu anataka mioyo yetu. Na sisi ndugu zangu, tunapokuja katika kusali vile vile tunaweza tukawa hapa kimwili, lakini mioyo yetu iko mbali. Tunaweza tukaimba vizuri sana, lakini mioyo yetu iko mbali na Mungu. Na ndio maana katika liturujia zetu za Katoliki kuna mchanganyiko kati ya kuimba na kuwa na ukimya. Mchanganyiko na kuimba na kuwa na ukimya, sio makelele yote na kujisahau ile amani ya ndani. Tumwombe Mungu basi tuzingatie zaidi
jinsi tulivyo ndani ya mioyo yetu kuliko jinsi tunavyoonekana huko nje na watu wengine. Tumsifu Yesu Kristo.